Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. Seven Fruit ndio mchezo wangu mama na upenda kucheza sana. pmbet.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Kazi yetu leo hapa ni moja tu, kuzungumza yote yaliyokuwa ndani ya vifua vyetu, na nyie mpate nafasi ya kuyafikisha hayo kwa jamii kubwa ambayo ipo nje ikisubiri kusikia klabu bingwa ikizungumza. Jambo la kwanza la kuanza nalo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutuamsha salama sisi wote ambao tuko hapa na wengine ambao sasa hivi hapo umenyata hapo, na wengine ambao wanaofuatilia mkutano huu mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Jambo la kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa uhai na afya njema. Lakini jambo la pili, sisi kama klabu ya Young Africans tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia mafanikio ya kupata ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu 2024-25. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu tulianza naye msimu pamoja, tukawa naye katikati kwa maombi na sala nyingi, na tumefika mwisho, tumefika naye Mwenyezi Mungu na ametuongoza kwa kutujibu katika yale ambao tulikuwa tukimuomba. Ambao tulimuomba msimu huu kwa upande wa ligi kuu ya NBC, tunasema asante kwa sababu tayari kombe hili hapa la ligi kuu ya NBC lipo kwenye mikono ya Young African Sports Club, ikiwa ni mara ya 4 mfululizo. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba mtoto aliyeanza form 4, alianza form 1, aliyeanza form 1 ameshamaliza form 4 akiwa anaiona Yanga ikiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Yaani kijana yoyote ambaye alianza form 1 amesoma form 2, form 3 na form 4, kwenye macho yake anapoulizwa mpira, Tanzania anaiona Yanga ikichukua ili kombe kwa miaka 4 mfululizo. Hili jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili ni kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnaweza mkaa mnajiuliza kwa nini tumemweka namba 2 Mheshimiwa Rais na kumpa shukrani. Baada ya Mwenyezi Mungu tunasema tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu kitendo cha taifa letu la Tanzania, amani kutawala, uungwana kuwepo, utulivu kushamiri, umefanya mchezo wa mpira wa miguu unachezwa kwa mafanikio makubwa. Na sisi katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Samia akiwa analiongoza taifa letu, kama club tumepata bahati ya kuwa na mafanikio mengi. Kwa tunaamini utulivu wa taifa letu, usalama ambao unapatikana ni chachu ya mafanikio ya kimpira kwenye nchi yetu, lakini pia kwa klabu yetu ya Young Africa. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu mambo yangekuwa hayakaliki hapa Tanzania, leo hii ubingwa huu wa NBC tusingekuwa nao hapa klabu. Lakini mambo yanakwenda salama, nchi imetulia, nchi ina furaha, na ndio wananchi tunafanya kazi yetu kwenye pitch kupambana kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo ili kombe pia ni zawadi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajua yuko na ratiba nyingi kwa ajili ya kuijenga nchi yetu ya Tanzania, lakini tumuombe mama yetu wakati ambao atapata muda wa ziada wa kupumzika, basi klabu hii itakuwa tayari kuipeleka zawadi hii akaishuhudie Mheshimiwa Rais kwamba bana, kazi nzuri unayoifanya kwenye kujenga taifa letu upande huu wa michezo, matunda yake ndio kama haya ambayo klabu ya Young Africans tunayapata. La tatu ni kuwashukuru wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Huu msimu mpaka tumefika mwisho,
tumepitia mengi sana kama Yanga Afrika. Mpaka tumefika mwisho leo hii, tumeketi hapa, tuna ubingwa wetu, tunajipongeza. Tumepitia mengi sana kama Yanga Afrika. Lakini siri yetu ya mafanikio, licha ya chombo kupigwa sana na mawimbi katikati kwenye safari, siri yetu ya mafanikio ni umoja, mshikamano na upendo kati yetu. Hata katika nyakati ambazo chombo kinayumba, bado Yanga tulibakia pamoja, na manahodha ambao tuliwapa dhamana ya kuongoza chombo chetu tuliendelea kuwaamini kwamba watatuvusha kwenye hicho na kipindi kigumu. Na alhamdulillah tumevuka hizo nyakati ngumu, tumezivuka, na leo tumefika mwisho wa safari ya ligi kuu tukiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo niwapongeze sana wanachama wote, tena kuanzia kwenye viongozi wetu wote wa kanda, viongozi wetu wote wa matawi, waratibu wetu wa mikoa, wanachama, mashabiki, matawi yetu yote. Kwa niaba ya uongozi wa klabu yetu ya Yanga, tunasema asante sana kwa umoja, upendo na mshikamano ambao mmeuonyesha msimu huu. Baadaye kidogo hapo nitaingia ndani kidogo kueleza kwa nini nawaambia katikati ya safari chombo kilikuwa kinapigwa na mawimbi, kinayumba namna hii, lakini bado tulisalia kuwa imara na upendo na tukavuka, na leo tunasimama kama championi wa ligi kuu ya Tanzania kwa mara ya 4 mfululizo. Shukrani ya kipekee iende pia kwa benchi letu la ufundi, kwa wachezaji wetu, kwa kazi nzuri ambao wameifanya msimu huu kuhakikisha wanavuja jasho, na ilipostahili damu kumwagika walimwaga, kwa sababu waliumia, walihatarisha usalama wao kwa ajili ya kuhakikisha wana Yanga tunapata furaha. Kwa hiyo tunawapongeza sana wachezaji wetu, tunawapongeza sana benchi letu la ufundi kwa kazi nzuri ambao wameifanya kuhakikisha Yanga Afrika imefurahi. Mwisho kwenye shukrani, tunawapongeza pia timu zote 14 ambao zimeshiriki ligi kuu msimu huu. Sisi Yanga na hizo timu 14 ambazo zimeshiriki, tunawapongeza sana. Mmetupa ushindani mkubwa, mmetupa changamoto nzuri, na hakika mmeifanya ligi yetu imepanda kiwango. Kwa sisi Yanga Afrika tunawashukuru timu zote 14 ambazo tumeshiriki nazo ligi msimu huu. Lakini kwa kipekee tusiache kumshukuru Aviola. Tunamshukuru sana Aviola kwa ubabaishaji, udanganyifu, propaganda za hapa na pale hazikwenda bure. Zilitufanya tuwe macho na sisi tupambane. Tawaibia siri kidogo leo ndugu zangu. Siku moja Aviola walikuwa wanazungumza, siri ilikuwa baada ya mechi gani? Walikuwa wanazungumza bila hofu na mashaka yoyote. Nafikiri ilikuwa KMC pale. Msemaji wa Aviola akasimama akasema tunacheza mechi za Yanga. Nakumbuka? Bila mashaka yoyote. Msemaji wa Aviola akasema tunazicheza mechi za Yanga. Ile kauli ndugu zanguni ndio iliamua hatima yao msimu huu, kama mlikuwa hamjui. Yaani kilichowaponza au kilichomponza Aviola msimu huu ni mdomo wake. Baada ya kutamka hadharani kwamba anacheza mechi za Yanga, sisi Yanga tukajiuliza, anachezaje mechi zetu? Anacheza kivipi? Ana nguvu gani huyu wa kusimama na kusema kwamba anacheza mechi za Yanga? Anajiamini nini? Kiburi chake ni kipi Aviola? Pale na sisi tukaweka mguu chini, tukakubaliana kwamba ukiwa wanasema Waswahili, ukiwa mvuvi wa pweza tunakutana wapi? Mwambani. Sasa mwisho wa msimu umefika. Furaha yetu Yanga sio tu kuchukua ubingwa.
furaha yetu pia ni kumwona Aviola akaondoka patupu. Hiyo ni furaha yetu kubwa ambayo wanayanga tuko nayo. Kuna furaha ya kuchukua ubingwa, alafu kuna furaha ya kumwona Aviola ameondoka mikono mitupu. Na nimewaibia siri, lini, siku gani Yanga tuliketi chini tukaweka dhamira sasa leo tukubaliane huyu Aviola aondoke mikono mitupu msimu huu. Kwa sababu unapojitangaza hadharani kwamba wewe unacheza mechi za Yanga, maana yake wewe una msuli wa kuisumbua klabu hii kubwa na kongwe Afrika Mashariki na Kati.